Je, unakula karanga? Kama ndiyo, kuna jambo muhimu sana ambalo huenda hujui. Watu wengi wanakula karanga kila siku, lakini hawajui kama wanakula aina inayowapa faida nyingi zaidi au aina inayopunguza baadhi ya virutubisho muhimu. Wengine wanasema karanga mbichi ndiyo bora, wengine husema karanga zilizochemshwa ndiyo bora. Wengine hawawezi kula karanga kabla hazijakaangwa. Lakini swali ni hili: kama ungelazimika kuchagua aina moja tu ya karanga kwa ajili ya afya yako, nguvu za mwili, afya ya moyo, ubongo na hata afya ya uzazi, ungechagua aina ipi? Leo tutachambua kwa undani sana. Tutalinganisha karanga mbichi, karanga zilizochemshwa, karanga zilizokaangwa. Na mwisho video hii nitakuonyesha mshindi halisi kulingana na tafiti za lishe na afya. Naamini majibu yatakushangaza. Kwa nini karanga ni chakula cha kipekee? Kabla ya kujua aina bora ya karanga, ni muhimu kuelewa kwa nini karanga zimekuwa zikitajwa sana na wataalamu wa lishe duniani. Karanga si kitafuno tu, karanga ni ghala la virutubisho. Ndani ya karanga kuna protini, mafuta mazuri ya afya, vitamini E, vitamini B mbalimbali, zinki, magnesium, potassium, folate, antioxidant. Virutubisho hivi vina mchango mkubwa katika kujenga misuli, kutengeneza homoni, kuboresha kinga ya mwili, kulinda moyo, kuimarisha afya ya uzazi, kutoa nguvu mwilini. Ndiyo maana katika baadhi ya nchi karanga huitwa nyama ya maskini, kwa sababu zina protini nyingi kwa gharama ndogo. Lakini hapa ndipo watu wengi hukosea. Sio kila karanga ina kiwango sawa cha virutubisho. Baada ya kupikwa, njia ya kuandaa karanga inaweza kubadili kabisa thamani yake ya lishe. Kama unapenda mada za afya, ni kuombe bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Karanga mbichi, je, ni bora zaidi? Karanga mbichi ni zile ambazo hazijachemshwa wala kukaangwa. Kwa kawaida, watu wengi wanaamini kwamba chochote kilicho kibichi kina kirutubisho kingi zaidi. Kwa sehemu fulani hilo ni kweli. Karanga mbichi huhifadhi karibu virutubisho vyote vya asili. Hii ina maana kwamba vitamini E huwa nyingi, mafuta mazuri hubaki salama, baadhi ya antioxidant zake huwa katika kiwango cha juu. Hii ndio sababu watu wengi wanaotafuta lishe za asili hupenda karanga mbichi. Lakini kuna jambo ambalo watu wengi hawajui. Karanga mbichi zina kemikali za asili zinazojulikana kama antinutrients. Antinutrients hizi zinaweza kufanya baadhi ya madini kama zinki, iron na calcium yasifyonze vizuri mwilini. Kwa lugha rahisi, unaweza kula karanga zenye madini mengi, lakini mwili ukashindwa kutumia sehemu ya madini hayo ipasavyo. Ndiyo maana karanga mbichi zina faida nyingi, lakini pia zina mapungufu yake. Nini hutokea mwilini ukila karanga mbichi kila siku? Baada ya wiki kadhaa unaweza kuanza kuona kushiba kwa muda mrefu, kupungua kwa tamaa ya kula ovyo, kuongezeka kwa nishati, kuboreka kwa afya ya ngozi na kuongeza ulaji wa protini. Lakini kwa baadhi ya watu hutokea gesi kujaa tumboni, kujisikia kujaa sana au kushiba sana, mmeng'enyo kuwa mgumu kidogo. Huu unaweza kutokea. Ndiyo maana si kila mtu anazimeng'enya kwa urahisi karanga mbichi. Karanga za kuchemshwa, siri ambayo wengi hawajui. Hapa ndipo mambo yanakuwa ya kuvutia. Karanga zilizochemshwa mara nyingi hudharauliwa. Watu wengi huona ni za kawaida sana, lakini wataalamu wengi wa lishe huzipenda sana. Kwa nini? Kwa sababu kuchemshwa hubadilisha muundo wa karanga na kufanya mwili uweze kuzitumia vizuri zaidi. Faida ya kwanza, zinakuwa rahisi kumeng'enywa. Karanga zilizochemshwa huwa laini. Tumbo halifanyi kazi kubwa sana ya kuzimeng'enya. Ndiyo maana watu wengi hupata gesi kidogo ukilinganisha na karanga mbichi. Faida ya pili, madini hufyonzwa vizuri zaidi. Kuchemsha hupunguza antinutrients, hivyo mwili hupata nafasi nzuri zaidi ya kutumia zinki, magnesium,
na madini ya chuma yani iron. Virutubisho hivi ni muhimu sana kwa afya ya uzazi na utengenezaji wa homoni. Faida ya 3, hupunguza njaa kwa muda mrefu. Mchanganyiko wa protini na nyuzinyuzi ndani ya karanga zilizochemshwa unaweza kusaidia mtu kushiba kwa muda mrefu. Hii ni habari njema kwa watu wanaotaka kupunguza uzito. Karanga za kukaanga kweli ni mbaya? Karanga za kukaanga ndizo zinazopendwa zaidi duniani. Harufu yake ni tamu, ladha yake ni nzuri, ni rahisi kula nyingi bila kujua. Lakini je, ni mbaya kiafya? Si lazima. Tatizo si kukaanga pekee. Tatizo ni namna zinavyokaangwa. Kama zimekaangwa kwa joto kali sana, baadhi ya vitamini hupungua, baadhi ya mafuta yanaweza kuharibika. Na kama zimeongezwa chumvi nyingi, hatari ya kula sodium nyingi huongezeka. Lakini kama zimekaangwa vizuri, bila mafuta mengi, bila chumvi nyingi, bado zinaweza kuwa sehemu ya lishe bora. Karanga na nguvu za kiume. Sasa tufike sehemu inayovutia watu wengi zaidi. Je, karanga zinaweza kusaidia afya ya uzazi? Jibu ni ndio. Karanga zina zinki, arginine, magnesium, vitamin E. Virutubisho hivi vina mchango katika utengenezaji wa homoni za uzazi, afya ya mbegu za kiume, mzunguko mzuri wa damu, nguvu za mwili, ustahimilivu wa mwili. Lakini hapa kuna siri kubwa. Mwili lazima uanze kufyonza virutubisho hivyo. Ndiyo maana karanga zilizochemshwa mara nyingi hupata alama za juu kwa sababu madini yake hupatikana kwa urahisi zaidi. Karanga na moyo. Karanga zina mafuta yanayoitwa healthy fats. Mafuta haya yanaweza kusaidia kupunguza cholesterol mbaya, kulinda mishipa ya damu na kuboresha afya ya moyo. Faida hizi hupatikana kwenye aina 3 zote za karanga. Lakini ukiongeza chumvi nyingi kwenye karanga za kukaanga, unaweza kupunguza baadhi ya virutubisho. Karanga na ubongo. Ubongo unahitaji mafuta mazuri ili kufanya kazi vizuri. Karanga zina mafuta hayo. Ndiyo maana ulaji wa karanga kwa kiasi unaweza kusaidia umakini, kumbukumbu na ufanisi wa ubongo na kupunguza uchovu wa akili. Karanga na kupunguza uzito. Watu wengi wanaogopa karanga kwa sababu zina mafuta, lakini ukweli ni kwamba karanga zinaweza kusaidia kupunguza uzito. Kwa nini? Kwa sababu zinashibisha, zinapunguza tamaa ya kula, zinapunguza ulaji wa vyakula vya sukari. Lakini lazima ule kwa kiasi. Mshindi ni nani? Baada ya kuangalia kila kitu, nafasi ya 3, karanga zilizokaangwa sana zenye chumvi nyingi. Nafasi ya 2, karanga mbichi. Nafasi ya 1, karanga zilizochemshwa. Kwa nini? Kwa sababu zinatoa mchanganyiko mzuri wa mmeng'enyo rahisi, ufyonzaji mzuri wa madini, afya ya moyo, kushibisha, afya ya uzazi na usalama wa matumizi kwa watu wengi. Kwa hiyo rafiki yangu, ukiona karanga zilizochemshwa, usizidharau. Huenda ndio karanga zinazoweza kuupa mwili wako faida nyingi zaidi kuliko ulivyokuwa ukifikiria. Karanga mbichi ni nzuri. Karanga za kukaanga ni nzuri pia kwa kiasi. Lakini kama lengo lako ni kupata faida kubwa zaidi kiafya, karanga zilizochemshwa mara nyingi huibuka mshindi. Sasa niambie kwenye maoni, wewe unapenda karanga zipi? Mbichi, zilizochemshwa au zilizokaangwa? Naamini umejifunza jambo leo. Bonyeza alama like, subscribe na share video hii kwa marafiki zaidi. Na subscribe kwa mafunzo zaidi. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.